Jeshi la polisi mkoani Tabora limetangaza kuwashikilia watu watatu kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo kuwa wametekwa ili kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu kutoka kwa ndugu na wanafamilia wao. Kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, SACP Richard Abwao, amewaambia waandishi wa habari kuwa watuhumiwa wanaoshikiliwa ni Khadija Jimmy Murijo mwenye umri wa miaka 39, Kabila ni Mpare ambaye pia ni mke wa Bwana Emmanuel Peter Mchali, Ashura Swalehe huyu umri wake ni miaka 48 na Vitus Joseph mwenye umri wa miaka 34, ambapo wote wanadaiwa kushirikiana kutengeneza taarifa za uongo kwamba Khadija Jimmy ametekwa na watu wasiojulikana. Watuhumiwa hao inaelezwa kuwa walitengeneza uongo huo ili kujipatia fedha kwa mume wa Khadija Murijo, ambapo walijipatia kiasi cha shilingi milioni 1,385,800 kati ya shilingi milioni 2 walizoziamrisha kuzipata kutoka kwa Bwana Emmanuel. Awali walieleza kuwa Khadija alikuwa ametekwa huko Uliankuru, na katika uchunguzi uliofanyika ulibaini kuwa mtuhumiwa huyo alikuwa ameenda wilaya ya Urambo, kijiji cha Vumilia, na baada ya uchunguzi inaonekana fedha hizi zote walizitolea kwenye wilaya ya Kaliua. Uchunguzi utakapokamilika, watuhumiwa watafikishwa mahakamani, amesema Kamanda Abwao. Msikilize Kamanda Abwao akizungumza. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora linawashikilia watuhumiwa watatu kwa tuhuma za kutoa taarifa za uongo za kutekwa. Watuhumiwa wanaoshikiliwa ni Khadija Jimmy Murijo, huyu ana umri wa miaka 39, Kabila ni Mpare ambaye ni mke wa Emmanuel Peter Mchali. Mtuhumiwa wa pili anayeshikiliwa ni Ashura Hussein Swalehe mwenye umri wa miaka 48, huyu ni Mnyamwezi na mkulima. Mtuhumiwa wa tatu anayeshikiliwa ni Vitus Joseph, ana miaka 34, mkulima na mua. Watuhumiwa hawa watatu kwa pamoja walishirikiana kutengeneza taarifa ya uongo kwamba Khadija Jimmy Murijo ametekwa na watu ambao hawajulikani na lengo lao ni kujipatia fedha. Walitengeneza uongo huu kwa lengo la kujipatia fedha kutoka kwa mume wa Khadija Jimmy Murijo, na fedha ambazo zilitumwa ni shilingi milioni 1,385,800 ambazo zilitumwa kwenye simu ya Khadija. Awali walieleza kwamba Khadija alikuwa ametekwa kwenye kijiji cha Uyogo, kata Kiemba, tarafa ya Uliankuru, lakini katika uchunguzi wa polisi uliofanyika ulibaini kwamba mtuhumiwa huyu alikuwa amekwenda wilaya ya Urambo katika kijiji cha Vumilia, na watuhumiwa walikamatwa na fedha hizi walikwenda kuzitolea katika wilaya ya Kaliua. Tunawashikilia kwa ajili ya uchunguzi na utakapokamilika watafikishwa mahakamani. Natoa onyo kwa watu wenye tabia za kutengeneza uongo waache. Uchunguzi unafanyika kitaalamu, tunao wapelelezi wabobevu kwenye eneo hili, na pale ambapo itabainika kwamba taarifa ambazo zimetolewa hazina ukweli, tutahakikisha kwamba hatua za kisheria zinachukuliwa dhidi yao. Kwa upande wake mume wa Khadija, huyu anaitwa Bwana Emmanuel Peter Mchali, amesema siku hiyo alipigiwa simu na mke wake na kumweleza kuwa ametekwa na kupata vitisho kutoka kwa mwanaume mmoja kupitia simu ya mkewe, wakimtaka atoe milioni 2 ili kuweza kuachiwa kwa mkewe, suala ambalo lilimlazimu kukopa fedha ili kwenda kulipa kwa watuhumiwa hao. Msikilize mume wa mtuhumiwa akizungumza. Mimi kwa jina naitwa Emmanuel Peter Mchali. Kapigiwa simu, nikapokea, akaniambia mimi nimetekwa. Wewe umetekwa? Wapi ulipo? Kasema huko niliko sijui. Niko kwenye jumba ambalo limepigwa bati, limeezekwa tu, halijawekewa milango wala madirisha. Kidogo nikasikia sauti nzito, lete hiyo simu. Akachukua ile simu, ananiambia hello bro, tunataka utume hela milioni 2. Nikamwambia milioni 2 za nini? Au unataka tufanye show? Ile swali lile nikaona hawa kweli inawezekana ni watekaji. Sasa kwa sababu ana na mtoto wangu anaye kule, mimi ilibidi nikamwambia nipeni muda. Wakaniambia tunakupa dakika 4. Nilichokifanya nikaenda polisi kwenda kutoa taarifa. Jamani, kuna tukio hili limetokea, kuna mtu fulani ametekwa. Sasa mzee, hebu nenda kalale. Haya maswala yanatakiwa masaa 24. Mimi nikarudi kulala.
Lakini wakati huo simu zinaendelea kupigwa kwamba tunahitaji hela, tunahitaji hela. Kufika tarehe 1 ilikuwa siku ya Jumamosi, sijui nikamuona bwana mmoja hivi anaitwa Maruru. Kawa amekopa hela sehemu 500,000 na mimi nikatafuta 500,000. Jumapili asubuhi zikatumwa hizo 500,000, jioni ikatumwa 500,000. Ndio ikawa milioni. Hicho ndio ninachokifahamu. Mimi naishi naye kama mzazi mwenzangu, yani natunza kitoto kile alichonacho. Sio kwamba naishi kama mke. Yani mimi nashinda kwangu, siku nikiona naenda pale napeleka huduma. Kilichofuata ni kuruhusiwa kule kurudi. Akarudi nyumbani. Watoto wake wakanipigia simu, baba, mama karudi. Kaambia haya, nitakuja kumuona kesho. Siku iliyofuata ambayo ndio ilikuwa Jumatatu asubuhi, nilienda kwake pale. Kaenda kumjulia hali, tukiwa na bwana mmoja anaitwa Dula. Kaenda pale tukamjulia hali, tukakuta kwa kweli hali sio nzuri, ana sheki. Sasa siwezi kujua kama kule kusheki ni kuigiza au vipi, mimi sijui. Basi tukamjulia hali, baadaye sisi tukatoka. Aliniambia kwamba alikuwa anapigwa mabanzi na kwamba kula alikuwa hali. Naona. Alafu akiambiwa naomba maji analetewa mikojo. Ndiyo maelezo aliyokuwa ananieleza. Yaani ushiriki wangu ni kama kawaida. Kodi ya nyumba nalipa, bili ya umeme nalipa, bili ya maji nalipa. Na matumizi anapewa, zaidi ya hapo labda kwa ina lingine. Sasa siku hiyo tu mimi nilishtukia kwamba simu imepigwa kwake. Akaniambia mwenzangu, mimi tunaitwa kwa mkuu wa mkoa. Nikamwambia twende. Nikamleta mpaka hapa. Akaeleza mwanzo mwisho. Ndio akamuuliza kwamba unaweza kutupeleka kwenye eneo la tukio na ukatuonyesha. Akasema nitawapeleka pale waliponiachia, waliponitelekezea, yani kwamba mimi nakuleta hapa sasa na kufungua, fuata njia hii utakutana na barabara. Pale ndo alipotupeleka. Akawa ameniuliza hivi, kesho vipi utakuwepo nyumbani? Nikamwambia nitakuwepo. Kwani vipi? Akaniambia wifi yangu nimekumisi, nataka nje kukusalimie. Nikasema sawa wifi yangu, karibu. Nimeona wifi yangu kafika, tukapokeana vizuri. Baada ya kuwa amefika, nikakaa kwenye kochi. Baada ya kuwa nimekaa, akaniambia wifi, mimi nimekuja bwana. Shida kubwa ni mzazi mwenzangu, babake na katoto, kwa sababu alikuja na katoto kana takriban miaka 3 kuelekea 4, ka kike. Akaniambia babake na huyu mtoto bwana mimi ananizingua sana kwenye maisha. Nina takriban miaka 8 naishi naye, lakini hajanifanyia chochote kile kwenye maisha yangu. Sasa mimi nataka nitengeneze issue ili nipate hela, kwa sababu mume wangu ana hela, maana ni mstaafu wa jeshi, ni mwanajeshi, alikuwa hapo Tabora kaisha staafu. Sasa ana hela. Mwaka jana tu tumeenda Dar es Salaam, tumechukua hela zaidi ya milioni 30, lakini hajanifanyia chochote kitu kwenye maisha yangu. Sasa mimi nikaona hapa nifanyeje? Kila nikimwambia anachonijali sana ni kwenye huduma ya kodi ya nyumba, bili ya umeme, labda nakula, lakini kwa mengine wala hata hanijali. Yaani kama tampata mkaka mwenye uwezo wa kusema, ambaye hawezi kuteteleka kwenye simu, ampige mkwala huyo mbaba, kwa sababu huyo mbaba namfahamu ni mzaifu kwangu, ananipenda na anapenda mtoto wake, hata kubali niangamie, ni lazima hela atatuma. Nikamuuliza unataka utumie shilingi ngapi? Akasema mimi nikitumia milioni 2 kesi imeisha, mimi naondoka. Nikamwambia wifi, milioni 2 yote mtu anaweza kutumia hata kama ndio mume wako. Nina uhakika zipo, ndio maana anasema milioni 2. Bahati nzuri imefika kijiweni, kuna mkaka na familia naye, waga ananiita mama mdogo. Nikamuita anaitwa Vitu, si huyo kaka. Nikamwambia Vitu, nakuomba nyumbani kwangu nina shida. Kweli yule kaka kaingia ndani. Baada ya kuingia ndani yule kaka, mida tunakula, nikamuuliza wifi, vipi? Ratiba zako zimekaeje? Akaniambia ziko zinatiki. Kaka akakubali, kasema atanisaidia kupiga mkwala. Nikamwambia haya sawa. Nimerudi kwenye mishemishe zangu, yapata kitu kama kwenye saa 9 saa 10 hivi. Wifi akaniambia hivi, wifi muamala umesoma? Nikamwambia niambie wifi yangu umesomaje? Nimetumiwa 500,000. Umetumia 500,000 na kaka ambaye ndo baba Neema, ambaye ndo mzazi mwenzie. Akaniambia yeye kanitumia 500,000. Nikasema sawa, haina shida. Tumemaliza kula. Wifi yangu ananiambiaje, wifi muamala wa pili umesoma, imetumwa 500,000 nyingine. Nikamwambia hivi, wifi yangu, kwa mimi binafsi, kwa sababu ulikuja kwa niaba ya kutafuta tu hela ili upate hela ya maisha, kwamba mume wako anakusumbua, hiyo milioni 1 mimi naona kama vile inatosha. Chukua hiyo milioni 1 yako, akafanya mambo yako, maisha mengine yaendelee. Akasema kweli wifi, mimi mwenyewe saizi nafanyaje? Naondoka. Nikamwambia sawa. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Watu 3 mbaroni kwa tuhuma za kujiteka na kuweza kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu. Maoni yako ni yapi?
Nione kwenye comment maoni yako, itakuwa vyema na swadakta sana. Hii ni VOT Media, wakati wote sisi tumechangamka. Hamasa ni kuendelea kusubscribe katika YouTube channel ya kwetu. Subscribe, like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki, ili siku zote wasiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu.